Naam, bwana, mafanikio ya Harmonize kwa mwaka huu hapa 2025 yameanza kuonekana mapema kabisa, maana kuna mpaka page hapa zimeripoti kuhusiana na mafanikio hayo. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba Harmonize ameanza mwaka huu 2025 kwa ushindi mkubwa, wakiwa wameelezea hapa chini kwamba mwaka 2025 umeanza vizuri sana kwa Harmonize, akizimiliki chati kwa nyimbo zake mbili, Furaha pamoja na Me Too. Tukianza na wimbo wa Furaha, ni wimbo wa mitaani. Unaona, wimbo wa mitaani. Wanakuambia kwamba wimbo huu umekuwa maarufu kwenye sherehe, klabu na mitandao ya kijamii. Mashabiki wameupokea vyema kabisa kutokana na ujumbe wake pamoja na kusherehekea furaha ya kweli linapokuja suala la mahusiano ya mapenzi, huku biti yake iliyotayarishwa na Kimambo ikifanya vizuri sana katika mitaa pamoja na maredioni. Mbali na hilo, Furaha ilishinda tunzo ya mkali wa wiki kupitia kura za mashabiki huko Boomplay, ikithibitisha umaarufu wake ni kitu kisichothibitiwa. Lakini ukija kwenye upande wa ngoma ya Me Too ambayo ameshirikiana na Abigail Chams, wimbo huu umetamba kwenye ukishika nafasi ya kwanza kwa YouTube, Apple Music. La shirikiano wa Harmonize na Abigail Chams umeleta ladha mpya kabisa, ikionyesha wa mdundo wa B-boy, ukileta maana halisi kabisa ya mziki unaopendwa. Harmonize amefanikisha kushika sote kwa sasa hivi hapa Tanzania, akiwalenga mashabiki wa mtaani kupitia Furaha na pia vile wapenda mziki kwenye digital platforms kupitia wimbo wa Me Too ambao ameshirikiana na Abigail Chams. Mchanganyiko huu umewafanya kuwa msanii mwenye wakati bora zaidi wa ushindi kwa mwaka huu hapa 2025. Mashabiki wanasubiri hatua zake zijazo, huku wakifurahia burudani zaidi kutoka kwa msanii huyu wa Tanzania. Ipi ni bora kati ya Furaha na Me Too kwa upande wako, mtazamaji wa Trend TV? Weka maoni hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.